بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والحب والبغض يتبعه ذوق عند وجود المحبوب والمبغض. Anasema Sheikhul Islam rahimahullah, kupenda baadhi ya watu na kuwachukia wengine, yatba'uhu dhauqun, hufuatiwa na dhauq, ile hisia, wakati wa kupatikana huyo mwenye kupendwa na huyo mwenye kuchukiwa. Wa wajdun wa iradatun wa ghairu dhalik. Wajd na irada kwa maana moja. Wajdun, kutaka na mengineyo. Faman ittaba'a dhalika bighairi amri Allahi wa rasulih fahuwa mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Atakayefuata hayo bila amri ya Allah na mtume wake, huyo ni katika wenye kufuata hawa za nafsi zao bila muongozo kutokana na Allah. Anayependa mtu na kuchukia mwingine bila kufuata amri ya Allah na mtume wake, huyo itakuwa katika wenye kufuata hawa za nafsi zao. Bal qad yatamada bihi al-amru ila an yattakhidha ilahahu hawah, bali jambo linaweza likaendelea kwake mpaka akafanya hizo hawa zake ndiyo mola wake. Tulianza kuelezea jana asbabu linhiraf an minhaji nubuwa, sababu za kupotoka na kuacha njia hii ya utume. Tukaanzia sababu ya kwanza kama alivyoelezea muallif hafidhahullah, ittiba'ul hawa, ni mtu kufuata hawa za nafsi yake. Hii ni moja katika sababu za kuacha njia hii ya utume. Sheikh akaelezea nyingi katika nususi za Qur'ani zinazo dham na kukashifu jambo la hawa, mtu kufuata hawa za nafsi na kuiwacha haki. Hasa anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, kupenda baadhi ya watu na kuwachukia wengine, wakati yupo huyo anayependwa na anayechukia. Ikiwa mtu anampenda mwingine au anamchukia mwingine, si kwa sababu ya kwamba ni mtu multazim, si kwa sababu ya Allah na mtume wake, lakini anampenda kwa ajili ya hawa za nafsi yake. Hata kama mtu yule yuko batil, anampenda hivyo hivyo. Au hata kama yule mwingine anayemchukia ndiye aliye katika haki, pia anamchukia. Huyo ndiyo katika watu ambao wanafuata hawa za nafsi, bali jambo hilo linaweza likaendelea mpaka hizo hawa zake akazifanya ndiyo mola wake. Falwajibu ala al-abdi an yanzura fi nafsi hubbihi wa bughdhihi wa miqdari hubbihi wa bughdhihi, hal huwa muwafiqun li amri Allahi wa rasulih. Kwa hiyo wajib, jambo ambalo ni lazima kwa mtu, ni kuangalia katika nafsi ya kupenda kwake na kuchukia kwake, na kiasi cha mapenzi yake na kuchukia kwake. Je, unawafiki amri ya Allah na mtume wake? Anampenda huyo anayempenda kwa ajili ya Allah na mtume wake? Je, huyo anayemchukia anamchukia kwa ajili ya Allah na mtume wake? Wa huwa huda Allah alladhi anzalahu ala rasulihi sallallahu alayhi wasallam, bihaythu yakunu ma'muran bidhalika alhubbi walbughdhi, la yakunu mutaqaddiman fihi baina yaday Allahi wa rasulih. Asema huo ndio muongozo wa Allah aliyomteremshia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, hilo la kupenda kwa ajili ya Allah
na kuchukia mtu mwingine kwa ajili ya Allah ndiyo muongozo wa Allah aliyomteremshia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, bihaithu yakunu ma'muran bidhalika alhubbi walbughdhi la yakunu mutaqaddiman fihi baina yaday Allahi wa rasuli, kwa namna ambayo anakuwa huyo mwenye kuamrishwa kwa mapenzi hayo na kuchukia huko hawi ni mwenye kumtangulia Allah na mtume wake. Kwa hiyo lazima mtu anavyowapenda watu awapende kwa ajili ya Allah na mtume wake, na anawachukia wengine kwa ajili ya Allah na mtume wake, isiwe ni kwa hawaza nafsi yake. Akiwa atafanya kinyume cha hivyo, pia atakuwa ni mwenye kumtangulia Allah na mtume wake, kwa sababu anachukia watu wa haki. Anachukia watu wa haki ambao Allah anawapenda, yeye anawachukia, au kinyume chake. Qala la yakunu mutaqaddiman fihi baina yaday Allahi wa rasuli, asiwe ni mwenye kumtangulia katika moja katika hilo mbele kumtangulia Allah na mtume wake. Fa innahu qala ta'ala la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasuli, msitangulize maneno mengine, msitangulize jambo jingine mbele ya Allah na mtume wake. Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasuli wattaqullah inna Allaha sami'un alim. Kwa hiyo mtu anatakiwa ampende mwenzake kwa ajili ya Allah, amchukie mwingine kwa ajili ya Allah, asitangulize hawa za nafsi yake akawacha akamweka nyuma Allah na mtume wake. Hiyo ni kukamilisha maelezo kuhusu moja katika sababu zinazopotosha watu wakawacha njia hii ya utume, ambayo ni ittiba'ul hawa, kufuata mtu hawa za nafsi na kutupilia mbali nusus za Qur'ani na hadithi za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. ومن أسباب الاختلاف والافتراق والانحراف عن منهاج النبوة الجهل، na ni katika sababu za ikhtilaf na mfarakano na kuacha hii njia ya utume, aljahlu ni ujinga. Ujinga ni katika sababu za kuacha njia hii ya utume. Aljahlu bimaani wa dalaili alkitabi was-sunna wa athari as-sahaba wa tabi'in, kutojua maana na ufahamu wa Qur'ani na Sunna, lakini pia athari za masahaba na tabi'in, wa man tabi'ahum biihsan, na waliowafuatia hao kwa wema, min ulamai wa jahabidhati hadhihi al-umma, katika maulama na mabingwa wa umma huu. Aljahlu bimaani wa dalaili alkitabi was-sunnah وآثار الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان من علماء وجهابذة هذه الأمة. kutojua maana na ufahamu wa Qur'ani na Sunna, pia na athari za masahaba na tabi'in na wenye kuwafuatia hao kwa wema katika maulama na mabingwa wa ilmu katika ummati huu. Hii ni moja katika sababu za kuacha njia hii ya haki, njia hii ya utume. Wengi katika wajinga wanawacha kufuata njia hii kwa sababu hawajui dalili na maana ya aya za Allah na sunna za mtume SAW na athari za masahaba na tabi'in, wa man tabi'ahum biihsanin min ulamai wa jahabidhati hadhihi al-umma. Lile la mwanzo, lile la itiba'ul hawa, lile kuna watu wanajua
wanajua nususi hizi za Qur'ani na Sunna, lakini hawa zinawazuia. Zile hawa za nafsi zao, mapenzi ya nafsi yao, nafsi zao zinawazuia kufuata dalili zile. Lakini hili la jahl ni watu wa kawaida ambao sio wasomi, hawajui maana ya dalili hizo, na hata wakiambiwa wanakuwa ni wagumu kwa sababu ya ujinga wao. Kwa hiyo lile la ittiba'ul hawa, lile mara nyingi ni wale ambao wamesoma, wanajua, lakini kwa sababu wana hawa za nafsi wanazitanguliza, wanawacha kufuata nususi hizi. Lakini hili la jahli ni watu wa kawaida wasiojua maana na dalili za Qur'ani na Sunna na athari za masahaba na tabi'in na waliowafuatia hao kwa wema. قال وأيضا عدم معرفة القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، pia kutojua misingi ya kifiqhi na misingi ya usul, kal'ammi wal khasi wal mutlaqi wal muqayyadi wan nasikhi wal mansukh wal mantuqi wal mafhum wa asbabin nuzul wa asbabil wurud. Kutojua haya misingi hii ya kifiqhi na misingi ya usulul fiqhi, kama hiyo am na khas, mutlaq na muqayyad, nasikh na mansukh, mantuq na mafhum, sababu za kushuka aya, wa asbabil wurud, sababu za kuja hadithi. Ala tara ila al-khawarij kaifa kharaju anid din kama yakhruju as-sahmu min ar-ramiyya. Asema hivi, huwaoni makhawarij namna walivyotoka katika dini kama kinavyotoka kile chembe katika uta wake, kwa sababu ya ujinga wao wa kutojua hii misingi hii ya kifiqhi na misingi ya kiusul. Kwa kama mtu hajui misingi hii, ni moja kwa moja anaweza akapotoka na kuacha njia hii ya haki ya utume, kwa sababu hajui misingi hii. Kwa hiyo anaweza akatoka katika njia hii kama walivyotoka makhawarij. Qala li anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam wasafahum bi annahum yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum fahum la yafqahunahu wa la yatadabbarunahu wa la yufiduna minhu wa hum la yatafaqqahuna bil Qur'anil azim hatta yasila ila qulubihim. Mtume sallam amewasifu hawa makhawarij na kutaja sifa zao kwamba wanasoma Qur'ani lakini haipituki Qur'ani hiyo haipetuki mishipa yao ya shingo. Fahum la yafqahunahu, wao wanaisoma lakini hawaijui, wala yatadabbarunahu, wala hawaizingatii Qur'ani, wala yufiduna minhu, wala hawatoi faida yoyote katika Qur'ani. Wa hum la yatafaqqahuna bil Qur'anil azim hatta yasila ila qulubihim, wao hawapati ilmu kwa Qur'ani tukufu ili ifike katika nyoyo zao. Fa innahu la yujawizu hanajirahum kama fi riwaya, kwa hiyo Qur'ani haipetuki katika mishipa yao ya shingo kama katika ilivyokuja katika mapokezi mengine. Walfahamu raji'un ila alqalbi, fahamu inarejea kwenye moyo. Kufahamu Qur'ani, kufahamu Sunna unarejea kwenye moyo, ndio unaofahamu halafu ukatekeleza. Walqur'anu la yamassu shighafa qulubihim, Qur'ani haigusi vifuniko vya nyoyo zao, wala yasilu ilaiha, wala Qur'ani haifiki katika nyoyo zao. Fala yafqahunahu, wao makhawarij hawaifahamu Qur'ani. Wa idha lam yasil alqur'anu ila alqalbi, Qur'ani isipofika katika moyo, lam yasil ilayhi fahamun ala halin, haitawafikia ufahamu, kuifahamu kwa hali yoyote. Ndio walivyo makhawarij. Makhawarij wao wanachukulia dini ni hamasa. Dini kwao ni hamasa na nguvu
nguvu. Mkimwona kafiri mpigeni, mkimwona sijui nani muweni. Nguvu na hamasa zile walizonazo. Hawajasoma wakafahamu nususu za Qur'ani na Sunna. Wao ni hamasa, ndio dini yao makhawarij. Kwa ndio wanakwenda katika kuwaasi viongozi. Jambo la kiserikali wao wanawaasi viongozi, kuwatii viongozi kwao ni udhalili. Wanakwenda kinyume cha Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanafuata zile hamasa zao. Sasa dini sio hamasa. Dini ni kusoma, ukajua, ukafahamu nususi za Qur'ani na Sunna, halafu ukatekeleza. Hakuna dini hiyo ya hamasa, kwamba wewe hujasoma, hujafahamu chochote, una hamasa tu za dini. Hakuna Uislamu wa hamasa. Kama kweli wewe una hamasa ya Uislamu, soma, usome Uislamu, ujue vizuri, ujue nususi za Qur'ani na Sunna kama walivyofahamu as-salafu salih. Hapo sasa ndipo utajua hizo hamasa zako. Utafahamu, utajua hizo hamasa zako ni za kijinga au ni za vipi. Ukishasoma ndio utajua. Lakini hawa makhawariji hawasomi wakafahamu, wana hamasa tu za kijinga jinga kwa sababu hawajasoma. إذن وإذا لم يصل القرآن إلى القلب لم يصل إليه فهم على حال. Qur'ani isipofika katika moyo, ufahamu hauwezi ukaifikia Qur'ani hiyo. Wa inma yaqifu inda mahalli al-aswati wal hurufi faqat, isipokuwa mtu anasimama katika mahali pa sauti zile za Qur'ani na herufi tu. Wa huwa al-qadru alladhi yashtariku fihi man yafhamu wa man la yafhamu. Hiyo ndio kiasi ambacho wanashirikiana wanaofahamu na wasiofahamu. Sauti za Qur'ani, kusoma vizuri Qur'ani, herufi kuzitamka vizuri, hili wanalijua. Hata hao makhawarij pia wanasoma vizuri. Wengine sio wote, wengi hawajui kusoma hata Qur'ani. Kwa hiyo hiki ni kiasi ambacho wanashirikiana wanaofahamu na wasiofahamu kujua sauti na herufi za Qur'ani. Qala fakam min talin likitabillahi rabbil alamin la yafqahu fihi shay'an wa in kana yuaddihi ala alwajhi wa yadhbituhu dhabtan walakinahu la yafqahuhu wa la yatadabbaru fihi wa la yafhamuhu. Wangapi wenye kusoma kitabu cha Allah, Mola wa viumbe vyote, la yafqahu fihi shay'an, hafahamu lolote katika Qur'an. Anasoma tu, anasoma vizuri, sauti nzuri, adaa nzuri, lakini hafahamu lolote. Wangapi? Wako wengi. Wa in kana yuaddihi ala alwajh, hata kama anaitekeleza kwa njia inavyotakiwa. Wayadhbituhu dhabtan, anadhibiti kwa haraka zake kuidhibiti Qur'ani. Walakinahu la yafqahuhu, lakini huyo msomaji huyo haifahamu Qur'ani, wala yatadabbaru fihi, wala hazingatii yaliyomo katika Qur'an, wala yafahamuhu, wala haifahamu. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله طرفا من مناظرته مع بعض أهل البدع فقال: قال لي البدعة مثل الزنا، وروى حديثا في ذم الزنا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله anataja sehemu katika munadhara wake, mjadala wake pamoja na baadhi ya wazushi. Alifanya mujadala pamoja na baadhi ya watu wazushi. Faqala, akasema, qala li, aliniambia, albid'atu mithlu zina, bid'a ni kama zina. Warawa hadithan fi dhammi zina, akapokea na kutaja hadithi katika kuikashifu zina. Faqultu, nikamwambia, hadha hadithun mawdhu'un ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, hii ni hadithi maudhu, amewekewa tu mtume wa Allah, sio yake. Ni maneno yameandikwa na watu wakayafanya ni hadithi, lakini si hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, hiyo inayosema kwamba albid'atu mithlu zina, wazina ma'siya, na zina ni ma'siya, walbid'atu sharrun min alma'siya,
bid'a uzushi ni shari, ni mbaya zaidi kuliko maasiya. Sheikhul Islam anamwambia huyo mzushi, anamwambia hadha hadithun mawdhu'un ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, hadithi hiyo ni mawdhu', anazuliwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Wazina maasiya walbid'atu sharrun min almaasiya, zina ni maasiya na bid'a ni shari zaidi kuliko maasiya. Kama qala Sufyan Thawri, albid'atu ahabbu ila iblisa min almaasiya, bid'a uzushi iblisi anapenda zaidi uzushi kuliko maasiya. Qala fa inna almaasiyata yutabu minha walbid'ata la yutabu minha, kwani maasiya hutubiwa. Mtu anaweza akafanya maasiya hatimaye akatubia, kwa sababu anajua kwamba maasiya ni kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, kwa anaweza kwa muda hatimaye akatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akawacha maasiya akarudi katika taa. Walbid'ata la yutabu minha, lakini bid'a uzushi hautubiwi. Kwa sababu gani? Mtu anafanya bid'a anaona ndio haki, hiyo bid'a anaona ndio sunna, hii sunna anaona ni bid'a. Sasa huyu atatubia vipi huyo? Mtu anaona maulidi ni sunna, atatubia kweli huyo? Burda, kusoma burda kila Alhamisi ni sunna, atatubia lini huyo? Kwa albid'atu ahabbu ila iblisa min almaasiya, iblisi anapenda sana uzushi kuliko hata maasiya. Fa inna almaasiyata yutabu minha walbid'ata la yutabu minha, kwani maasiya hutubiwa na bid'a haitubiwi, kwa sababu mtu wa bid'a anaona ile bid'a ndiyo haki, ndiyo sunna. قال وقد قال وكان قد قال بعضهم نحن نتوب الناس فقلت مماذا تتوبونهم؟ قال من قطع الطريق والسرقة ونحو ذلك. baadhi ya watu wa bid'a walisema sisi tunawaamrisha watu watubie, nahnu nutawibu nnasa, tunawaamrisha watu sisi watubie. Fakultu, nikamwambia mimmadha tutawibunahum, kwa jambo gani mnawaamrisha watubie? Qala min qat'i tariqi, tunawaamrisha watubie kwa kukata njia. Yani kukata njia ni ile kuvamia watu, wakora wale wanaovamia watu usiku na kuwapokonya mali zao na simu zao, hao ndio quta'u tariq. Wasariqa pia tunawaambia watubie na wizi, wa nahwi dhalik. Fakultu, nikamwambia haluhum qabla tatwibikum khairun min halihim ba'da tatwibikum, haluhum qabla tatwibikum khairun min halihim ba'da tatwibikum, hali zao kabla nyinyi kuamrisha watubie, hali zao zilikuwa bora kuliko hali zao baada ya kukuamrisha nyinyi watubie. haluhum qabla tatwibikum khairun min halihim ba'da tatwibikum, hali zao kabla ya nyinyi kuwaamrisha watubie, hali zao zilikuwa bora kuliko hali zao baada ya nyinyi kuwaamrisha watubie. Fa innahum kanu fusaqan, kwani wao walikuwa ni mafasik, watu wa maasiya, waizi, wananyang'anya watu mali zao. Ya'taqiduna tahrima ma hum alayhi, hapo walikuwa wakiitakidi na kuamini kuharamishwa hiyo hali walionayo. Walikuwa wanajua kwamba kuvamia watu na kunyang'anya watu mali zao ni maasiya, ni madhambi, wanajua kwamba wizi ni madhambi. Wayarjuna rahmatallah, na pia wanatarajia rehma ya Allah. Wayatubuna ilayhi, na wanatubia kwake. Au yanuuna tauba, au wananuia kutubia. Wanafanya maasiya hayo na madhambi hayo, na huku wanatarajia kwamba watatubia. Faja'altumuhum bitatwibikum dhalin mushrikin kharijina an shari'ati alislam, nyinyi mkawafanya kwa vile kukuamrisha watubie, mkawafanya ni wenye kupotea,
mushrikin ni washirikina, kharijina an shari'ati alislam, wametoka katika sheria ya Uislamu. Baada ya nyinyi kuamrisha watubie na huo ujambazi wao na wizi wao, mmewafanya wao sasa ni wenye kupotea, alafu ni mushrikin, ni washirikina, kharijina an shari'ati alislam. Kwa nini? Yuhibbuna ma yubghidhuhu Allah wa yubghidhuna ma yuhibbuhu Allah, wanapenda anayoyachukia Allah na wanachukia anayoyapenda Allah. Baada ya nyinyi kuamrisha watubie na ule wizi wao, sasa hivi wamekuwa wanapenda anayoyachukia Allah na wanachukia anayoyapenda Allah. Hamjafahamu? Asema nyinyi baada ya kuamrisha hao watubie na huo wizi wao na ukora wao, sasa wamekuwa ni watu wa bid'a, wanapenda mambo anayoyachukia Allah na wanachukia mambo anayoyapenda Allah. Mfahamu? Mpaka mtajiwe bid'a. Haya basi, wanapenda bid'a na wanachukia sunna. Wanapenda bid'a na wanachukia sunna, ndio wanapenda anayoyachukia Allah na wanachukia anayoyapenda Allah. Sababu mtu akipenda bid'a lazima atachukia sunna. Mtu anavyopenda bid'a ni lazima atachukia sunna, kama vile mtu anavyopenda sunna anavyochukia bid'a, na mtu wa bid'a anavyopenda bid'a moja kwa moja anachukia sunna. Na akichukia sunna tayari amechukia mambo anayoyapenda Allah. Akipenda bid'a tayari anapenda mambo anayoyachukia Allah. Qala wa bayantu anna hadhihi albid'a allati hum wa ghayruhum 'alayha sharrun min almaasi, nikambainishia kwamba uzushi huu walionao wao na wengineo, wa ghairuhum na wengineo, alaiha walionao uzushi huo, sharrun min almaasi, uzushi huo ni muovu kuliko maasi hayo ya wizi na maasi mengine ya ukora waliokuwa nayo. Yani baada ya kuamrisha watubie katika ule ukora na wizi, wakaingia katika maswala ya bid'a. Sawa, hawakuamrisha watubie bid'a, la, waliamrisha watubie maasi tu ya wizi na kunyang'anya watu mali zao, wakawaacha kwenye bid'a. Sasa ndio Sheikh al-Islam akamwambia hao sasa mmewafanya ni wenye kupotea kabisa, wanapenda anayoyachukia Allah na wanachukia anayoyapenda Allah. Kwa nikabainisha kwamba huu uzushi walionao hawa na wengineo ni sharrun minal maasi, uzushi huu ni shari kuliko maasi ya yale waliokuwa nayo ya wizi. Qultu lahum, nikawaambia, amma al-maasi فمثل ما روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أما معصية نمفانو وحديثي اليبكي الإمام البخاري في صحيحه كتكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة وبيلي ومتوم صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يدعى حمارا. kuna mtu mmoja alikuwa akiitwa himaran. Wakana yashrabu alkhamra, alikuwa anakunywa tembo. Wakana yudhiku an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa akimchekesha mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni sahabi huyo, huyu ni sahabi. Anna rajulan kana yud'a himaran, mtu mmoja katika masahaba alikuwa akiitwa himaran. Wakana yashrabu alkhamra, alikuwa anakunywa tembo. Wakana yudhiku an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa akimchekesha mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakana kullama utiya bihi ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jaladahu al-hadda, na alikuwa kila anapoletwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam mtume anampiga haddi ya kulewa. Mtume anampiga haddi ya kulewa, anampiga viboko. Fala'anahu rajulun marra, mtu mmoja katika masahaba akamlani huyu anayepigwa haddi mara kwa mara ya kunywa tembo. Mtu mmoja katika masahaba akamlani. Waqala, akasema, la'anahu Allah, Allah amlani, ma akthara ma yuta bihi ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam,
Yani ni sana anavyoletwa kwa Mtume sallam, akapigwa hadi ya kunywa tembo, analetwa sana kwa Mtume anampiga hadi huyu. Kwa hiyo laanahu Allah, yule sahabi akamlani huyu mlevi. Faqala an-nabiy sallam la tal'anhu fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu, usimlani kwani huyu anampenda Allah na mtume wake. Hamjafahamu? Huyu anampenda Allah na mtume wake, pamoja na kwamba ni mlevi, lakini anampenda Allah na mtume wake. Huyu usimlani. Sababu gani? Hii ni maasiya. Kunywa tembo ni maasiya, ni katika madhambi makubwa kunywa tembo, lakini bado hajatoka katika akida yake ya kumpenda Allah na mtume wake. Anatekeleza mambo anayoyapenda Allah na mtume wake, lakini anakunywa tembo. Huyu bado akida yake ni nzuri. Lakini mtu anayefanya bid'a, huyu tayari anafanya mambo anayoyachukia Allah na mtume wake. Itikadi ya mubtadi inabadilika akifanya bid'a ile. Kwa hiyo huyu la tal'anhu fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu, usimlani kwani huyu anampenda Allah na mtume wake. Alhadith sahih rawahu al-Imam al-Bukhari fi sahihi. Qultu fahadha rajulun kathiru shurbi lilkhamri, mtu huyu anakunywa sana tembo. Wa maa hadha falamma kana sahiha li'tiqad yuhibbu Allah wa rasulahu shahida lahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bidhalik wa naha an la'nihi. Huyu anakunywa sana tembo mtu huyu, lakini pamoja na hivyo alipokuwa itikadi yake iko sahihi, haijabatilika itikadi yake kwa maasi ya kunywa tembo, anampenda Allah na mtume wake, mtume akamshuhudilia kwa hivyo kwamba huyu anampenda Allah na mtume wake. Wanaha an la'nihi, akakataza kulaaniwa mtu huyu. Wa amma almubtadi, ama mzushi, famithlu ma akhraja fi sahihaini an Ali ibn Abi Talib. Ama mzushi ni mfano wa hadithi walioitoa al-Imam al-Bukhari wa Muslim katika sahihi zao kutokana na Ali ibn Abi Talib, khalifa wa 4 wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Sa'id al-Khudri wa ghayrihima dakhala hadithu ba'dihim fi ba'd anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqsimu. Imeingia hadithi ya baadhi yao kwa baadhi nyingine kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akigawanya ghanima. Mtume alikuwa akigawanya ngawira kwa masahaba wake. Faqama rajulun natiul jabin, akasimama mtu mmoja natiul aljabin, mwenye kuinuka paji lake la uso. Paji lake la uso limeinuka, ana komo. Mnajua komo? Natiul jabin, kathul lihya, mwenye ndevu nyingi. Mahluqur ras, mwenye kunyolewa nyele zake za kichwa, yuko kipara. Baina ainaihi atharu sujud, baina ya macho yake kuna athari ya kusujudu. Waqala ma qal, na akasema aliyoyasema. Huyu mtu akamwambia Mtume hayo aliyoyasema, akamwambia Mtume, ya Rasulullah i'dil ya Muhammad, sio ya Rasul, ya Muhammad i'dil fa innaka lam ta'dil. Muhammad, fanya uadilifu katika kugawanya kwako hizi ghanima, fanya uadilifu, kwani hujafanya uadilifu, unafanya dhulma. Mtume akamwambia waman ya'dilu idha lam a'dil, nani atafanya uadilifu mimi nisipofanya uadilifu? Kuna mtu anayeweza kufanya uadilifu zaidi katika wanadamu kuliko Mtume SAW? Sasa waman ya'dilu idha lam a'dil, nani atafanya uadilifu mimi nisipofanya uadilifu? Huyu ndio kiongozi wa makhawarij. Huyu ndio rasul khawarij. Anaitwa nani huyu? Dhul Khuwaisira, hadha rasul khawarij. Huyu ndio kiongozi wa makhawarij. Makhawarij wametokana na huyu. Mmefahamu? Makhawariji hawa waliomo wametokana na huyu, asli yake ndiyo imetokana na hawa makhawariji, aliyemwambia Mtume maneno haya machafu, maneno ya kufru. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا
قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم. Watatoka katika mgongo wa huyu watu ambao mmoja wenu nyinyi atadharau sala yake pamoja na sala yao, na saumu yake pamoja na saumu yao, wa qiraatahu ma'a qiraatihim, atadharau qiraa yake pamoja na qiraa chao. Yaqrauna alqur'ana la yujawizu hanajirahum, hao watasoma Qur'ani ambayo haipetuki mishipa yao ya shingo. Yamruquna min alislam kama yamruqu sahmu min arramiya, watatoka katika Uislamu kama kinavyotoka chembe katika uta wake. La in adraktuhum la aqtulannahum qatla Ad, nikiwadiriki hao makhawarij nitawaua kama walivyouawa Ad Iram. La in adraktuhum la aqtulannahum qatla Ad, nikiwadiriki hao nitawaua kama walivyouawa Ad. وفي رواية لو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لنكلوا عن العمل. لو wangejua wale wanaopigana na hao makhawarij madha lahum, yani thawabu walizonazo kwa ulimi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lanakalu anil amali, wangekanusha amali zao zote wakapigana na hawa, wangewacha amali zao wakapigana na hawa makhawarij. Wa fi riwaya sharru qatla tahta adimi sama khairu qatla man qataluhu. Sharru qatla tahta adimi sama, hawa makhawarij ndio waovu waliouawa katika ardhi, ndio watu waovu waliouawa katika ardhi ni makhawarij. Khairu qatla man qataluhu, bora ya waliouawa ni waliomuua hawa makhawarij. Mtu aliyeuawa na makhawarij ni mtu bora, sawa. Sharru qatla tahta adimi sama, makhawarij ndio waovu waliouawa katika ardhi. Khairu qatla man qataluhu, bora ya waliouawa ni ambao wamemuua hawa makhawarij. Mtume akitaja sifa mbaya za hawa makhawarij, ambapo kiongozi wao ni huyo Dhul Khuwaisira aliyemwambia Mtume sallam maneno hayo machafu, maneno ya kufru, akamwambia ya Muhammad i'dil fa innaka lam ta'dil hadhihi alqisma lam yurad biha wajhu Allah. Mgawanyo huu haukukusudiwa uso wa Allah, wewe hukukusudia uso wa Allah, umegawanya kwa hawa za nafsi yako. Maneno hayo anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam huyu Dhul Khuwaisira. Kwa hiyo huyu ndiyo asli ya hawa makhawarij, ndio maana maneno yao ni machafu, wanakufurisha Waislamu, wanawaasi viongozi. Hawa wametokana na huyu Dhul Khuwaisira ambaye ndiyo rasul khawari. Mtume akaamrisha auawe huyu, Mtume akaamrishwa auawe na akauawa huyu Dhul Khuwaisira kwa sababu ya bid'a yake ya kutoka katika taa ya viongozi. Kwa hiyo kwa hadithi hizi ni kwamba bid'a ni sharrun min almaasi, bid'a ni ovu zaidi kuliko maasiya. Mefahamu hii? Mifano ya hadithi hii ni kutilia nguvu maneno haya ya Sufyanu Thauri kwamba Iblis anapenda sana bid'a kuliko maasiya, kwa sababu bid'a maasiya yanatubiwa lakini bid'a haitubiwi. Na hii ni mifano ya hadithi, dalili za hadithi kuonesha kwamba uzushi ni mbaya zaidi kuliko maasiya ya kunywa tembo, na kuliko maasiya ya kuiba, na kuliko maasiya ya kuzini na maasiya mengine makubwa. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na atukinge na atuweke mbali na bid'a na kila jambo ambalo halipendi Allah na mtume wake. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.